Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Na leo basi ni sherehe ya kupashwa Bikira Maria habari kwamba atapokea mimba na kumzaa mkombozi wa ulimwengu. Bikira Maria anapashwa habari na malaika, na kwa kitendo chake tu cha kukubali leo, mwana wa Mungu anaanza kutungwa mimba katika tumbo la mama Maria. Hii ni sherehe tunayoadhimisha kila tarehe 25 mwezi wa 3, ikiwa ni miezi 9 kabla ya Noeli. Huyu mwana ndiye aliyezaliwa na Maria, ndugu zangu, ndiye ukamilifu wa historia ya wokovu. Ndiye sababu ya ulimwengu kubarikiwa, ndiye aliyefuta laana iliyoletwa na dhambi ya wazazi wetu wa mwanzo. Ulimwengu ulipata mwanga kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ulimwengu ulivyokuwa kabla ya kuzaliwa Yesu na baada ya kuzaliwa Yesu ni tofauti kabisa. Kwa jibu moja tu la utii la mama yetu Bikira Maria, kwa jibu la ndio lililotolewa na Bikira Maria, ilikuwa sababu ya ulimwengu kupata baraka kubwa. Mungu hufanya kazi pamoja na wenye utii. Mfalme Sauli alikosa utii, akapoteza ufalme wake, licha ya kuwa na nia ya kutaka kumfanyia Bwana tendo jema la kumtolea sadaka. Mke wa Lutu alikosa utii kwa sauti ya Mungu na kugeuka kuwa mnara wa chumvi. Musa katika maji ya Meriba alikosa utii kwa sauti ya Mungu na kupata adhabu ya kwamba hata iona nchi ya ahadi. Abrahamu alitii sauti ya Mungu na kuuletea ulimwengu baraka kubwa. Mama Maria anakuwa kilele cha utii wenye faida kubwa, yeye kwa jibu lake la ndio kwa malaika, kwa ujumbe wa Mungu ambao malaika aliuleta. Tujue kabisa ujumbe alioleta malaika ni ujumbe wa Mungu. Aliposema salamu Maria uliyojaa neema, maana mama amejaa neema kila mahali, hakuna nafasi ya dhambi. Kama amejaa neema, hamna sehemu yote katika mwili wake yenye nafasi ya dhambi, kwa sababu mwili mzima umejaa neema. Na hii ni ishara kwamba hata yeye amezaliwa bila dhambi, alikingwa na Mungu bila dhambi kwa sababu amejaa neema. Malaika ni kiumbe cha Mungu, hawezi kukosea kusema amejaa neema, hawezi kukosea. Na anaposema salamu Maria uliyejaa neema, ni maneno ya Mungu, ametumwa na Mungu. Sasa kama haya ni maneno ya Mungu ambayo mara nyingi tunayarudia kwenye rozari, wewe ni nani uikatae rozari? Wewe ni nani useme kwamba haya maneno tu ni maneno tu ambayo hayana kitu, maneno tu ambayo hajabeba kitu chochote? Haya ni maneno ya Mungu ambayo ni malaika anayasema kwa Bikira Maria. Na sisi wakati tunasali rozari tunasema salamu Maria uliyejaa neema. Ndugu zangu, utii ni bora kuliko sadaka yoyote ile. Sisi tusiache kuwa watii ndugu zangu. Na hasa tumtii Mungu, tusiache kumtii Mungu. Tambue kwamba ulimwengu unakosa mengi, unakosa viongozi bora, unakosa manabii, unakosa watumishi wa kutosha na watu watakatifu kwa sababu ya kiburi. Tunakataa kushirikiana na Bwana. Ni wachache wenye utayari wa kusema kama Maria kwamba mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena. Mama Maria anatufundisha utii ndugu zangu. Tuwe tayari kwa kuitii sauti ya Bwana mioyoni mwetu. Kila mmoja wetu ajichunguze ni namna gani ameshindwa kutekeleza ujumbe wake kwa sababu pengine ya kiburi. Kiburi kama kile cha mwana mpotevu kabla hajaongoka. Leo tujizatiti ndugu zangu na kurudi kwa Baba yetu ili tuweze kuwa tena watii na tukubali kufanya yale mapenzi ambayo Mungu anataka tuyafanye. Tutambue kwamba jibu letu kama Wakristo ni lazima liwe mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena. Ni lazima tujiandae kutoa neno la namna hii maishani mwetu. Upo wakati utakapofika ambao sisi hili neno la Maria lazima liwe ndio jibu letu. Labda kwenye magonjwa yetu, uzee wetu na changamoto mbalimbali. Kumwambia Mungu mimi ni mtumishi wako na iwe kwangu kama ulivyopenda. Tukishindwa katika hili, tutaishia tu kuishi kinyume, tutaishia kutoa laana, tutaishi kulaumu. Pengine katika uzee utakuwa unalaumu tu, pengine katika magonjwa utakuwa unalaumu tu. Hutaona mkono wa Mungu katika magumu yako. Basi Mama Maria anatufundisha mengi, anatufundisha kuitii sauti ya Mungu.
Pengine hata Mama Maria alikuwa na mambo yake binafsi ambayo kama mwanadamu angependa kuyafanya. Lakini ulipokuja ule ujumbe kwamba wewe utamzaa Mwokozi wa ulimwengu, Bikira Maria alisema mimi ni mtumishi wa Bwana. Ndugu zangu, tumweke Mungu wa kwanza. Ujumbe wa Mungu unapokuja kwako, acha kujitetea. Unapopewa kazi pengine katika utumishi wa kanisa, acha kujitetea. Nina mambo yangu, nina shughuli zangu, nina hivi na hivi. Ni sawa, lakini Mungu kwanza. Uwe kama Mama Maria. Mama Maria alipewa utume ambao maisha yake ulibadilisha maisha yake yote. Pengine alikuwa na vitu vyake binafsi ambavyo angependa kuvifanya kama mwanadamu, lakini yeye ameweka ujumbe wa Mungu wa kwanza. Na sisi tujifunze kuweka ujumbe wa Mungu wa kwanza. Galilaya ni mji mdogo sana. Unatajwa kwamba huu mji kati ya miji yote katika Agano la Kale haukutajwa kama ni mji wa kipekee. Kwanza huko mbali sana kutoka mji wa Yerusalemu. Lakini Mungu anaamua kunyanyua mwanamke kutoka Galilaya. Ndivyo ilivyo. Mungu ana uwezo wa kumnyanyua yeyote kutoka sehemu yoyote duniani. Hata kama hiyo sehemu inaonekana inadharaulika sana, Mungu anaweza kumnyanyua yeyote kutoka eneo lolote. Basi tuepuke kudharau mtu yeyote, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kumfanya yeyote. Tujue kabisa hata vyeo tulivyonavyo, pengine vya kisiasa, pengine position fulani, vyeo tulivyonavyo, visije vikatupa kiburi. Tujue ni kinafasi kidogo sana mbele ya Mungu. Ni kitu kidogo sana. Hakuna jambo kuu kama kuyafanya mapenzi ya Mungu vizuri. Hicho ndio cheo cha kutafuta. Basi nakutakia sherehe njema. Mungu atubariki, atupe neema tuweze kuwa tayari. Tujifunze kwa Mama Maria. Yeye alikuwa ni tabernakulo ya kumweka Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi daima tumweke, mioyo yetu igeuke kuwa tabernakulo ya kumweka Mungu mioyoni mwetu, ili tuweze kumpitisha kwa watu waweze kumuona Mungu kupitia sisi. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naendelea kukukumbusha kwamba shajara za Asali Mubashara bado zipo. Na kwa wale walioko Dar es Salaam, basi pale St. Joseph kwenye container la kwaya zipo za kutosha kabisa kabisa. Nenda ujipatie nakala yako uweze kuchambua maandiko matakatifu vizuri.